Waziri wa madini ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Mheshimiwa Anthony Mavunde amesema kukutambua changamoto wanayopitia waendesha pikipiki wanaojulikana kama maafisa usafirishaji kwa kutopata matairi kwa wakati kumefanya serikali kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuja na programu ya kuwasaidia maafisa hao kupata matairi kwa urahisi. Waziri Mavunde ameyasema hayo katika ufunguzi wa kampeni ya Gurudumu la Mama kwa safari ya uhakika matairi mapya kwa malipo ya awamu kupitia kampuni ya Roadmaster iliyofanyika katika soko la Machinga mkoani Dodoma, lengo ikiwa ni kuwapunguzia mzigo maafisa hao. Ndugu mgeni rasmi, moja kati ya maeneo ambayo tumekuja nayo na ubunifu ambayo ni katika kumsaidia kijana wa Kitanzania kufanya shughuli za usafirishaji katika mazingira rafiki na salama, ni pamoja na kampeni hii ambayo Mheshimiwa Rais ameridhia kuwagusa vijana wa bodaboda na bajaji nchi nzima, ya kwamba kwa kutambua changamoto kubwa walionayo ya upatikanaji wa matairi mapya kwa wakati, imekuja hii program ambapo afisa usafirishaji bodaboda au bajaji ambaye atahitajika kuwa na fedha kununua tairi jipya anaweza asiwe na fedha hiyo kwa wakati mmoja, lakini program hii inaleta urahisi kwamba ana uwezo wa kutoa shilingi 10,000 akapata tairi jipya la shilingi 70,000 au 60,000 na ile iliyobaki akailipa kila siku kwa siku 30 na baadaye tairi linakuwa la kwake. Ndugu mgeni rasmi, tumeyafanya haya kwa ajili ya kuwapunguzia mzigo vijana wetu, ndugu zetu, marafiki zetu. Ndugu zangu wa bodaboda na bajaji wamenifurahisha sana. Wao wamekuwa mstari wa mbele. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, najua uliwasaidia, na mimi pia niliwasaidia na mkuu wa wilaya kuunda SACCOS yao. Kwa hiyo na bahati nzuri mkuu wa wilaya yuko hapa, tumwambia mkurugenzi wa jiji tunatamani kuwaona bodaboda hawa na wao wa kwanza wa mfano, waache kuendesha pikipiki za watu, waendeshe za kwao kupitia shilingi bilioni 7 hii. Kwa hiyo tarehe 5 mwezi wa 6 tunazindua SACCOS ya bodaboda na bajaji ya mkoa wa Dodoma. Ni tukio kubwa, halijapata kutokea Dodoma. Tutakuwa tuna bajaji na bodaboda zaidi ya 1,000 pale Makole. Tutazindua SACCOS yao, tutawapa cheti siku hiyo, na tutatunisha mfuko wao, akaunti yao inone. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama ratiba yako inakuruhusu, wewe ndo mama yetu, mimi nikuombe hapa, naomba uwe mgeni rasmi wewe, tusimpe mtu kazi nyingine yoyote hii. Nikuombe kama itakupendeza, tarehe 5 ujumuike nasi pale Makole kwenye tukio kubwa la kihistoria halijapata kutokea, na ndugu zetu wa Roadmaster watakuwepo kutuunga mkono, na tutatoa matairi mengine siku hiyo kwa bodaboda na bajaji wa mkoa wa Dodoma. Katika hafla hiyo mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule, ambaye amewataka vijana wanaoendesha vyombo vya moto hususan pikipiki, yani bodaboda, kuacha kutumia vilevi pindi wanapokuwa barabarani, kwani wanahatarisha maisha yao. Lakini leo tunashughuli hapa maalum ambayo Mheshimiwa Anthony Mavunde, mbunge wetu na waziri wa madini, amesema Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akitoa fursa anataka na yeye kama mbunge achukue hatua za kuwajibika kwa wananchi wake. Hatua aliyochukua ni sisi pia tunaona ni hatua muhimu, kwa sababu inaenda kutatua changamoto Mheshimiwa mbunge na waziri ambayo imekuwa ikitusumbua sana kwa vijana hawa. Vijana hawa wamepata fursa kubwa ya kujipatia uchumi kupitia bodaboda, lakini ziko changamoto zinatusumbua kwa ajili yao. Baadhi tunaona kuwa kunakuwa na ajali. Sasa zile ajali tukitafuta sababu, kwa nini kunakuwa na ajali? Ziko sababu mbili.
Mojawapo ni hii ya chombo chenyewe kuwa chakavu, kwa maana ya matairi yamechakaa. Tairi kichakaa ukiliendesha linafika mahali linapasuka, na ujui linapasuka mbele kuna gari, kunapasuka mbele kuna nini, inatokea ajali. Lakini jingine niwaambie nisiwaambie? Mtalipokea Wako vijana ambao bado wanaendelea kukua, lakini wanaendesha bodaboda. Wakiona kale kapombe kachupa kadogo kale, wendaka wametengeneza kwa ajili ya matumizi ya usiku akiwa nyumbani, yeye anatumia mchana wakati jua ni kali. Sasa akitumia mchana kichwa kina vurugika, na mkuta bodaboda anaenda spidi sijui 150 sijui ngapi, na mwenzake unauliza hivi anakimbilia wapi? Unaona kasimama pale mbele, unamuuliza sasa mbona mbio ilikuwa kubwa? Kale kachupa wanangu sio kakutumia mchana au ukiwa kwenye kazi. Kale kachupa nikakutumia usiku ukiwa nyumbani umetulia, umesharudi, unajua sasa sitoki tena kuendesha bodaboda, sio? Kwa sababu matamanio ya serikali pamoja na kuwa na vyombo hivi vitumike kwa kuimarisha, kustawisha na kuleta uchumi kwa ajili yenu. Kwa hiyo leo tunapoenda, tatizo moja hili tumepata mtu wa kutusaidia kulitatua. Tatizo la pili lile linatakiwa litatuliwe na mtu mmoja mmoja. Tunaishi kwenye nchi ambayo kipara cha tairi kinaua bila kelele. Ndugu mgeni rasmi, kwa hiyo tunajiuliza kwa nini kijana wa bodaboda anaamka asubuhi kila siku wakati tairi lake lina kipara? Ni kwa sababu wanaamini kwamba kwa njia moja au nyingine Tanzania itamsikia. Na kwa miaka mingi watu wangu wa mtaani wamekuwa wakiona dirisha likifungwa mbele yao. Benki zinawakataa, mikopo na masharti ya kusikitisha maarufu kama kausha damu, na bidhaa bora huwa mbali na uwezo wao. Lakini kwa sasa kuna dirisha moja limefunguliwa. Dirisha ambalo limekuja bila kelele, limekuja kimya, kwa nguvu na kwa hekima. Dirisha hilo lina jina moja tu, lina jina la rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kupitia dirisha hili suluhisho limekuja. Kwa mara ya kwanza bodaboda na bajaji wanapewa nafasi ya kumiliki tairi salama, kwa heshima, kwa huruma na kwa kulipa kidogo kidogo. Si kwa mkopo wa mateso, si kwa masharti ya kutisha. Kwa mara ya kwanza mnyonge anamiliki usalama wake. Kampuni ya Roadmaster tunajisikia faraja kubwa kuitikia wito wa kumuunga mkono Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia uwezeshaji wa watu na vijana, hasa kundi la waendesha bodaboda nchini. Kupitia uendeshaji huu, kampuni ya Roadmaster inaanzisha kampeni maalum yenye lengo la kuchochea maendeleo ya vijana, hasa waendesha bodaboda bajaji mkoa wa Dodoma. Mpango huu haukutengenezwa na watu ofisini. Ulitengenezwa na watu waliopo kwenye foleni ya maisha. Wale wanaokopa kwa aibu, wanaonyamaza wakilia nyumbani. Tairi linaletwa kwa msingi wa mtu, sio deni. Kwa sababu Mama Samia ametuambia kwamba maendeleo yasipofika mtaani, hayo sio maendeleo sahihi. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Nuru Mangi. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zetu.